Sasa wapendwa, ningependa kuwashukuru kwa salimu katika jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena popote mlipo. Ningependa muweze kushika somo letu leo lenye linazungumzia kuhusu, je, dhabihu la mbuzi ni sahihi? Dhabihu la mbuzi ni sahihi? Au je, kuchinja mbuzi lina maana gani katika maisha ya Mkristo? Ama kuchinja mbuzi lina maana gani katika maisha ya Mkristo? Unaweza kuwa unachinja mbuzi kwa minajili ya faida zako mwenyewe. Kwa mfano, ukichinja mbuzi kwa upande wa kukula iko sawa. Kuchinja mbuzi kwa minajili wewe uweze kushikana na miungu mingine, Biblia sisi imetukataza kabisa tusifanye dhabihu na mbuzi. Tukianzia katika somo letu la leo kuhusu mbuzi, vuguvugu la shetani limetumia lililoanzishwa na Muhammad Ali alipovumbua mbuzi wa kifupi. Mbuzi wa kifupi maana yake ni mbuzi wa kifupi maana yake ni mbuzi mkuu kuliko kila wakati. Mbuzi wa kifupi maana yake mbuzi mkubwa kuliko kila wakati. Mkubwa kuliko wakati wote. Na katika ulimwengu wa sai, mbuzi tunamfananisha na Bab Homet, huyo ndio shetani ambaye ulimwengu unamtumia kama kitu cha mbuzi na anaabudiwa na walimwengu. Biblia imetuonesha kuhusu mungu wa dunia hii. Hata Yesu mwenyewe alitabiri kuhusu mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Ndio shetani. Sasa kuna shetani na kuna Baphomet. Sasa shetani anampa Baphomet nguvu ili Baphomet akuje aichanganye dunia. Sababu gani? Anachanganya dunia na vitu vinavyoonekana vya kidunia. Biblia inatuambia heri maskini wa kiroho, maana wataurithi nchi. Hiyo vitu zote zinapatikana katika kitabu cha Mathayo 5. Haya, tukiendelea na somo letu la leo, nasema kwamba ukitaka kufahamu kuhusu shetani wa ulimwengu hii ni nani, utaangalia katika ile kitabu cha Mathayo 23:32. Mathayo 23:32. Na Biblia takatifu inasema, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Sasa hapa Yesu mwenyewe anasema atabagua kondoo na mbuzi. Umeona? Sasa kuna kondoo na kuna mbuzi. Tukiendelea katika aya 33, ameweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Sasa Yesu atachukua kundi la kondoo wake wa kuume aweke katika kondoo wake aweke katika mkono wake wa kuume na kondoo na mbuzi katika mkono wake wa kulia. Tukiendelea na fundisho hilo, je, katika Agano la Kale Mungu mwenyewe alivyokuwa akiongea na manabii zetu kabla ujio wa Yesu Kristo katika dunia, aliguzia nini kuhusu mbuzi? Tukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 17:7, Mambo ya Walawi 17:7 inasema, kwa hivyo hawapaswi tena kutoa dhabihu. Umeona? Sasa Biblia imetuonesha kwamba hatupaswi kutoa dhabihu. Kwa nini? Kwa wale roho waovu wenye umbo la mbuzi. Sasa dhabihu hatufai kutoa kwa dhabihu hatufai kutoa kwa wale roho waovu. Sasa hawa roho waovu ndio wanatolewanga mbuzi, wanachinjiwa mbuzi. Kwa hiyo hawapaswi tena kutoa dhabihu zao kwa wale roho waovu wenye umbo la mbuzi,
wanaofanya usherati pamoja nao. Sasa ukitoa sasa hiyo dhabihu kwa roho waovu, wewe unafanya usherati pamoja na hao, pamoja nao. Hiyo itakuwa ishara kwenyu mpaka wakati usio na kikomo katika vizazi vyenu vyote. Sasa hapa Mungu aliongea na Musa, akamwambia aende awaonye wana wa Israeli wasifanye dhabihu kwa hao roho waovu, kwa hao roho waovu wenye umbo la mbuzi. Sasa yote ambaye anayechukua mbuzi akichinja, akitoa dhabihu, amtolei Mungu, anatolea hao roho waovu. Na hao roho waovu ni kina nani? Sasa je, tukienda ndani ya somo la leo kuhusu, je, hii umbo la mbuzi ni umbo gani? Umbo la mbuzi ni umbo gani? Tukiendelea katika tena Kumbukumbu la Torati 32:17. 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 Sasa hapa leo tunapambanua tujue kwamba hii umbo la mbuzi ni umbo gani? Umbo la mbuzi ni umbo gani? Inasema waliowatolea dhabihu roho waovu. Waliowatolea dhabihu roho waovu wala sio Mungu. Mwasa Mungu mwenyewe anajiepusha na dhabihu za mbuzi. Sasa hao wamewatolea waovu, hao wamewatolea roho waovu wala sio Mungu. Miungu ambao miungu ambao hawa kuijua mipaka iliyo kuja hivi karibuni. Miungu ambao hawakuijua mipaka iliyokuja hivi karibuni. Tukiendelea, tunachambua kuhusu umbo la mbuzi ni umbo gani. Joshua chapter 24 verse 14. Joshua chapter 24 verse 14. Joshua 24 verse 14. Joshua chapter 24 verse 14. Joshua chapter 24 verse 14. Joshua chapter 24 verse 14. Tunachambua kuhusu umbo la mbuzi wanakaa namna gani. Joshua chapter 24 verse 14. Joshua chapter 24 verse 13. Joshua 24 verse 14. Na sasa muogopeni Yehova. Sasa hapa hivi sasa wana wa Israeli wanaambiwa wamuogope Yehova na kumtumikia kwa njia isiyo na kosa. Na katika kweli nanyi ondoeni miungu ambayo mababu zenyu waliitumikia ngambo ile nyingine ya moto na katika Misri, mkamtumikie Yehova. Sasa Biblia inaonyesha kwamba tusiungamane na miungu ambayo babu zetu walikuwa wakizitumikia. Hiyo ni onyo ambayo Yoshua alipewa na Mungu waoneshe wana wa Israeli. Tukiendelea kuhusu tena kuchambua kuhusu umbo la mbuzi. Mambo ya Nyakati. Ukichukua Biblia yako tena usome Mambo ya Nyakati
11:15. Mambo ya Nyakati 2:11-15. Mambo ya Nyakati 2:11-15 inasema, naye akaviwekea mwenyewe katika cheo makuhani wa mahali pa juu na wa roho waovu wenye umbo la mbuzi na wale ndama aliyokuwa ametengeneza. Sasa hapa hivi tuongelea kuhusu habari za Rehoboam alipomwasi Mungu, akachukua makuhani wake akaweka katika vyeo vya juu na wenye umbo la mbuzi. Umeona? Sasa Biblia imeongelea kuhusu umbo la mbuzi. Na je, sasa hii tunaona kwamba sasa hii Ramadhani ndio inaelekea kuisha. Mandugu zetu katika imani wa Waislamu wanachukua mbuzi wanachinja kama dhabihu. Je, Biblia sisi Wakristo, Biblia imekataza kuhusu dhabihu za mbuzi. Sasa je, hawa wanapochinja mbuzi wanachinjia kina nani? Maagano yao na maagano ya binadamu na hii kuchinja mbuzi, hii kumwaga damu, wanamwagia damu nani? Ukisoma katika Qur'an, hizi vitabu zao hivi Qur'an 72:1, hiyo ni Qur'an. Hii ni Qur'an ya nani? Farsi. Sheikh Abdallah Al-Farsi. Sheikh Abdallah Sali Al-Farsi. Ni Qur'an hiyo, Sheikh Abdallah Al-Farsi. Inasema kwamba 72:1 inasema kwamba imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Umeona? Kundi moja la majini lilisikia Qur'an. Kumbe sasa Qur'an watu ambao wanasikianga majini. Sio watu wote ambao wao wanasikia Qur'an, lakini majini wao wanasikia Qur'an. Lilisikia. Likasema, hakika tumesikia Qur'an ya ajabu. Kumbe sasa hapo hivi sasa majini liliongea na huyu Muhammad, likasema hakika wamesikia Qur'an ya ajabu. Katika tu hiyo aya hiyo ya Surat Al-Jin 72:14 inasema, nasi wako miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanao kengeuka. Waislamu hao ndio walio tafuta uongofu. Kumbe sasa hii maagano yao wanapochinja mbuzi wanafanya maagano yao na majini. Alafu tena hao majini ndio sasa wanakuwa miongoni mwao, wanakuwa miongoni ya Waislamu. Na hao kumbuka tena Qur'ani inasema Waislamu wao wanasema Waislamu wote ni mandugu. Na kumbuke sasa hapo hivi watu ambao wanasikia Qur'an hapo hivi ni majini. Acha kumaanisha sasa bin Adam na majini wote ni mandugu. Kulingana na Uislamu. Ningependa kuambia sisi Wakristo tujiepushe sana na maagano kama hayo. Maagano kama hayo ya kuchinja mbuzi tujiepushe nayo, kufanya dhabihu ya mbuzi tujiepushe nayo. Biblia imetupea vitu mingi sana. Sisi tulifanya maagano moja na ilikuwa tu maagano ya milele wakati Yesu Kristo alipokufia msalabani na damu yake ikamwagika. Hapo ndio ilikuwa maagano yetu sisi na Mungu. Yesu alitununua katika dhamani kubwa sana kwa Mungu. Yesu damu yake ndio ilitununua sisi katika maagano na Mungu. Kitu ya pili, ningependa kutoa challenge siku ya leo kabla hiyo Ramadhani hajafika. Finali ya Ramadhani. Kumbuke Ramadhani itaisha, lakini sisi Mungu atabaki tu pale. Challenge nitatoa hivi siku ya leo na iyofikia Waislamu wote. Mtu yote ambaye abishe kwa hoja. Waislamu, ningependa niwaambie hivi, kama ninyi mnamwabudu Mungu wa kweli na ambaye nyinyi mnasema ni Mungu mmoja,
Sisi tunaabudu na Mungu mmoja huyo huyo kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Kama nyinyi mnaabudu Mungu wa kweli, hiyo siku ya kufungua chinjeni kondoo. Kama mnaweza fanya dhabihu na kondoo, fanyeni dhabihu na kondoo, alafu mimi nitakuwa mtu wa kwanza kukuja hapo kukula. Lakini mkifanya dhabihu na mbuzi, hiyo sio maagano ya Mwenyezi Mungu, ni maagano ya mapepo. Ambarikiwe.